Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania ni miongoni mwa taasisi ambazo ziko kwenye maonyesho ya Sabasaba wakati huu, na tumekuwa tukishiriki maonyesho ya Sabasaba. Na Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania kama chombo cha serikali yenyewe, majukumu yake makubwa ni kufanya tafiti, kufanya mapitio, lakini pia kufanya tathmini ya sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili ziendane na wakati husika. Lakini pia tume inahusika kufanya jukumu la kutoa elimu kwa umma, ndio ambalo linatuleta pia kwenye maonyesho kama haya ya Sabasaba, maonyesho ya 8/8, siku ya utumishi kwa umma na kadhalika. Sasa ili tuweze kufikia malengo ya dira, manake sisi kama Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania kwa kuzingatia maelekezo ambayo yametolewa, tulishaanza michakato ya kupitia sheria mbalimbali za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tumezipanga kwenye makundi mbalimbali. Kwa sasa tunashughulika na sheria zinazogusa nishati, lakini pia sheria zinazogusa uwekezaji, sheria zinazogusa viwanda pamoja na biashara. Kwa hiyo tunakutana na wadau, tumepokea maoni yao, tunaendelea pia kupokea maoni siku kwa siku, sababu michakato ya kurekebisha au kubadilisha sheria ni michakato endelevu. Kwa hiyo kwa kuzingatia malengo ya dira, tunaangalia maeneo ambayo yana changamoto, maeneo ambayo yanaleta vikwazo, kwa mfano kwenye uwekezaji, vikwazo kwenye kuwezesha kupata nishati jadidifu, vikwazo kwenye kuweka mifumo ambayo inatija kwenye biashara na kadhalika. Kwa hiyo hapa tunaangalia pia mahusiano ya sheria tulizonazo na sheria zile ambazo tunatamani ziwepo katika taifa letu. Na misingi ya maboresho ya sheria ni kuangalia pia misingi ya dira, kuangalia vichocheo kwenye dira, lakini pia kuangalia nguzo za dira ambazo kimsingi zinatupa pia nafasi sisi kama wanasheria kuweza kuangalia, je, kuna mapungufu kiasi gani, kuna nguvu kiasi gani kwenye sheria zilizopo, lakini pia kuhusisha maoni mapana ya wadau. Utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo, kuna nyaraka mbalimbali wezeshi ambazo pamoja na hizo zimeweka misingi ya muda mrefu, muda wa kati na muda wa mfupi, yani muda wa sasa. Sasa na sisi kwa upande wetu tumeweka pia mipango yetu ya maboresho ya sheria kwa muda wa kati, muda mfupi, muda mrefu na muda wa kati. Kwa kuna sheria zile ambazo zinahitaji maboresho. Kwa mfano katika hatua za awali, katika mwaka huu wa 2025, 2028 kuna mifumo ya sheria zaidi ya 28 ambayo tutafanyia kazi.